Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Wabunge wameishauri serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kuongeza kasi ya kuboresha sekta ya utalii kwa kuimarisha miundombinu muhimu ndani na nje ya hifadhi ya taifa yanayojumuisha ujenzi na ukarabati wa barabara, upanuzi wa viwanja vya ndege pamoja na kuboresha huduma za malazi ili kuvutia watalii wengi zaidi wanaokaa kwa muda mrefu nchini. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Hatua hiyo inaelezwa kuwa itasaidia kuongeza ushindani wa Tanzania katika soko la utalii la kimataifa, ambapo wakichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maliasili na Utalii kwa mwaka ujao wa fedha 2026/27, baadhi ya wabunge wamesema maboresho hayo ni muhimu ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa. Sekta zote, umeme, maji, barabara, zinatakiwa ziungane. Wizara ya Michezo, Maliasili na Utalii, na hapa niwapongeze Maliasili na Utalii kwa sababu tumewaona hata katika bara la Asia wameendelea kufungua soko na kuendelea kufanya matangazo. Mambo ya kale tuna vivutio vingi sana, tena hata kupita sehemu nyingine, lakini havitangazwi. Nadhani kwamba hata tunapozungumzia Afcon, hawa wageni ambao watakuja wangependa sana wapate ile package ya vivutio vya mambo ya kale, na hii itaongezea vivutio tulivyo navyo, na wao waje washuhudie vivutio ambavyo tunavyo. Na kusini kwa ujumla, ukienda Mtwara tuna beach safi kabisa. Leo hii unaenda Lindi huna hoteli ya kufikia, unaenda Mtwara wageni wetu wanakosa kwa kufikia kwa sababu hakuna hoteli, lakini tuna beach plots nzuri ambazo tunaweza tukajenga hoteli pale, tukaendelea kuongeza idadi ya wageni ambao wataendelea kutupatia mapato katika taifa letu. Masuala mengine yaliyoangaziwa na wabunge katika mjadala huo ni changamoto ya muingiliano kati ya wanyamapori na shughuli za kibinadamu, wakiitaka serikali kudhibiti wanyama wanaovamia makazi na mashamba ya wananchi. Pamoja na mema na mazuri yote ambayo wameyapanga, tafadhali jambo hili lisijitokeze. Najua kwenye ripoti yao nimesikia wakiongelea kwamba imetokana na mvua. Hapana Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mvua, lakini jambo hili, hali hii ya barabara hizi imekuwa ni ya muda mrefu, kabisa. Kwa niombe hilo lichukuliwe kwa uzito wake, kwa umaalum na kwa msingi wake. Kama ng'ombe zetu zinapoingia kwenye hifadhi, zinakamatwa, zinawekwa kwenye zizi, zinapigwa faini na kulipwa mpaka alipe mwenye ng'ombe ndio zitoke. Kwani sisi tembo hawa wanapoingia kwenye maeneo yetu, kwa nini tusiwe na sisi na mazitu kazizuia watulipe ndio zitoke huko, ili kusudi tuelewane pamoja pale? Kwa mwaka ujao wa fedha 2026/27, Wizara ya Maliasili na Utalii imeliomba bunge kuidhinisha zaidi ya shilingi bilioni 334.34 ili iweze kutekeleza shughuli ilizojipangia, ikiwamo kukusanya maduhuli ya zaidi ya shilingi trilioni 1.4 kutoka kwenye idara na taasisi zake. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Asante sana Amani Mbando kutokea huko Dodoma. Makada wa vyama vilivyoshiriki harakati za ukombozi kusini mwa Afrika wamekutana katika chuo cha Mwalimu Nyerere kilichoko Kibaha mkoani Pwani katika mafunzo ya wiki moja yenye lengo la kukumbushana historia, misingi ya uongozi pamoja na masuala mbalimbali yanayohusu vyama vyao. Margaret Malisa anaarifu zaidi. I also wish to convey profound respect to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, Chairperson of the Chama cha Mapinduzi and the President of the United Republic of Tanzania. Under her leadership, our country has continued to uphold peace, strengthen national cohesion, deepen reforms, and maintain Tanzania's reputation as a stable, respected member of our region and our continent. This workshop comes at the right time. It brings together leading cadres of revelation movements that carry historic responsibility in our respective countries. We are not ordinary political formations. We are movements shaped by a sacrifice,
conviction, and a long struggle for dignity, freedom, and peace, and self-determination. But history alone cannot sustain us. Every generation must show through conduct and results that liberation is still meaning in the daily lives of our people. That is why this gathering matters. It is not simply an exchange of courtesies. It is a serious opportunity to reflect on how liberation movements can remain united, relevant, distinct, and close to the people in a changing regional and global environment. It is also a chance to renew our sense of common purpose and to strengthen the political, moral, and common purpose in the foundation on which our parties and nations stand. Shirika la Afya Duniani WHO na Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP wamepeleka tani 5 za vifaa vya dharura mjini Bunia kwa ajili ya kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoendelea katika mkoa wa Ituri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa mwakilishi wa WHO nchini DRC, Ana Ansia, amesema vifaa hivyo vilivyowasili jana Jumapili Mei 17 vinajumuisha aproni, glavu, barakoa, kofia, klorini pamoja na vifaa vya usafi kwa ajili ya kulinda wahudumu wa afya na kuzuia kusambaa kwa maambukizi. Aidha, mashirika hayo yamepeleka mahema, vitanda na magodoro kwa ajili ya kuanzisha vituo vya muda vya kuwahudumia wagonjwa, huku zaidi ya wataalamu 40 wa afya pamoja na timu kutoka kituo cha operesheni za dharura Kinshasa na WHO wakitumwa eneo la mlipuko kusaidia huduma za matibabu na kuokoa maisha ya wananchi. WHO imewataka wakazi wa Ituri kushirikiana na serikali pamoja na wadau wa afya kwa kutoa taarifa na kusaidia kutambua watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Wananchi wa wilaya ya Nyasa wanatarajia kunufaika na usafiri na usafirishaji salama kwa kuondokana na changamoto za miundombinu baada ya serikali kutumia zaidi ya shilingi milioni 441 kujenga barabara ya lami yenye urefu wa mita 800, mradi unaotajwa kuongeza usalama wa watumiaji wa barabara, kupunguza gharama za matengenezo pamoja na kufungua fursa za shughuli za kijamii na kiuchumi katika eneo hilo. Taarifa zaidi na Yusuf Kayanda kutoka mkoani Ruvuma. Wakizungumza na Channel 10 mara baada ya hafla uzinduzi wa barabara hiyo kupitia Mwenge wa Uhuru 2026, wananchi wa Nyasa wameishukuru serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuongeza uwekezaji katika sekta ya miundombinu kupitia fedha za maendeleo zinazogusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Asilimia kubwa uchumi wa Nyasa unategemea uvuvi na samaki wanategemea waende haraka sana kwa walaji. Kwa hiyo hivi sasa kuzinduliwa kwa barabara hii kutapelekea sasa samaki kufika kwa wakati kwa walaji na walaji kupata kitoweo kwa haraka. Mwenge huu kwetu ni baraka kubwa sana. Kama ambavyo umeanza mradi wa kwanza kufungua barabara hii, tunaamini mwakani utakapokuja utatuwekea mawe ya msingi katika barabara zisizopungua 3 za lami katika wilaya hii. Awali akizungumza mara baada ya kufanya ukaguzi wa mradi huo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 Wazo Mwangonda amepongeza uongozi wa wilaya ya Nyasa kwa usimamizi mzuri wa miradi ya maendeleo, akieleza kuwa utekelezaji wa miradi yenye tija unapaswa kupewa kipaumbele kwa kuwa ndio msingi wa kutatua changamoto za wananchi, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuharakisha maendeleo katika jamii. Sema tu Mwenge wa Uhuru umeridhishwa sana na ujenzi wa barabara hii ya lami, kwani ni barabara ambayo inapita katika ofisi za viongozi ikiwemo ofisi ya mkuu wa wilaya,
Hivyo ni barabara ambayo ni nzuri, ni barabara ambayo inategemewa na halmashauri yetu ya wilaya ya Nyasa. Niseme Mwenge wa Uhuru umeridhishwa na uko tayari kuweka jiwe la msingi. Tunaona matunda makubwa ikiwemo kwenye utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Leo tumeshuhudia miradi mbalimbali ambayo serikali ilielekeza itekelezwe ndani ya halmashauri hii. Imetekelezwa kwa viwango na kwa ukamilifu pasipo ubadhirifu wa fedha. Hiyo tunaona serikali yetu imefanya kazi kubwa kuweza kudhibiti vitendo vya rushwa. Kutoka mkoani Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10. Serikali mkoani Tabora imewapiga marufuku wafanyabiashara wanaouza mazao ya nyuki ndani na nje ya nchi bila kutumia vifungashio maalum vyenye chapa inayotambulika kisheria, na kwamba mfanyabiashara yoyote atakayebainika kufanya hivyo hatua kali za kisheria zitachukuliwa juu yake, kwani kitendo hicho kinashusha na kudhoofisha ubora wa asali inayozalishwa nchini. Mwanahabari wetu Adela Moses kutoka mkoani Tabora ameandaa taarifa kamili. Kauli hiyo imetolewa na Katibu Tawala Mkoa wa Tabora Daktari John Mboya wakati akielezea maandalizi ya maadhimisho ya Siku ya Nyuki Duniani yatakayofanyika kitaifa mkoani hapa kuanzia Mei 19 hadi 22 mwaka huu, ambapo amesema hatua hiyo inalenga kuongeza thamani ya asali Tanzania, kulinda afya za watumiaji pamoja na kuimarisha ushindani wa bidhaa hiyo katika masoko ya ndani na nje ya nchi. Ni matumaini yetu kwamba wafanyabiashara wote watumie nembo ambayo serikali imezindua. Hatutegemei asali ivuke mkoa huu kama haina ile nembo. Mdau yeyote anayeuza asali nje ya nchi, tukikuta hana ile nembo, basi nadhani tutachukua hatua za kumdhibiti. Wewe umekunywa maji yako alafu unakuja unaweka asali ya Tabora au ya Tanzania unaenda kuuza. That is joke. Wale tutakao wakamata ikiwezekana tuweze kuwafungulia mashtaka, kwa sababu tunaweza tukapata makosa ya kisheria kabisa ya kuadhibiti. Aidha, Daktari Mboya amesema maadhimisho hayo yataambatana na maonesho ya bidhaa mbalimbali zitokanazo na nyuki pamoja na utoaji wa elimu kuhusu ufugaji bora na wa kisasa wa nyuki ili kuongeza uzalishaji wa ubora wa mazao ya nyuki nchini. Lakini tutakuwa na maonesho ya bidhaa za nyuki na teknolojia za ufugaji wa nyuki, na hili ni eneo muhimu sana. Tunatoa wito kwa sekta binafsi na wadau mbalimbali kuwekeza zaidi katika viwanda vya kuongeza thamani ya mazao ya nyuki, hususani viwanda vya usindikaji na vifungashio bora vitakavyoongeza ubora na ushindani wa bidhaa za Tanzania katika soko la dunia. Kwa upande wake, mwakilishi kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia kitengo cha misitu na nyuki amesema uzalishaji wa asali nchini unaendelea kuimarika na kuwataka wafanyabiashara kuchangamkia fursa ya kutumia vifungashio maalum, huku wakazi wa mkoa wa Tabora wakielezea faraja yao juu ya maonyesho hayo mkoani hapa. Inaonyesha kwamba kuna uzalishaji wa tani 33.3 elfu na ongezeko hilo linatokana na jitihada ambazo zimekuwa zikifanywa pamoja na wizara na wadau mbalimbali. Kwa sio mwadilifu ambaye hatumii nembo anaweza kafungiwa tu katika mazingira yake ya biashara. Nadhani sasa ni wakati wa vijana kuchangamkia fursa, kwa sababu hata mabadiliko niliyoyapata mimi nimeyapata kutokana na kuhudhuria maonyesho kama haya. Adela Moses, Channel 10. Raia nchini Kenya wamejikuta wakipata ugumu wa kufika kwenye maeneo yao ya kazi asubuhi ya leo baada ya wamiliki wa mabasi ya abiria pamoja na waendesha bodaboda kuanza mgomo wa kushinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Rais wa shirikisho wa wamiliki wa matuta Albert Karagacha amesema kuwa sekta hiyo imepata hasara iliyokadiriwa kufikia zaidi ya shilingi milioni 500 za Kenya kufuatia mgomo unaoendelea, akisisitiza kuwa hatua hiyo itaendelea hadi bei ya mafuta itakapopunguzwa. Mgomo huo wa usafiri wa umma nchini Kenya umeendelea kusababisha taharuki kubwa leo baada ya waendesha mabasi na bodaboda kusitisha huduma wakishinikiza serikali kushusha bei ya mafuta. Hali hiyo imeathiri shughuli za kawaida katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku maelfu ya wananchi wakishindwa kufika kazini na baadhi ya shule jijini Nairobi na viunga vyake kusitisha masomo
kutokana na sababu za kiusalama. Waandamanaji wameilaumu mamlaka ya udhibiti wa mafuta ya EPRA kwa kushindwa kudhibiti ongezeko la bei ya petroli na diesel, huku baadhi yao wakifunga barabara, kuchoma matairi na kusababisha usumbufu mkubwa wa usafiri katika maeneo kama Rongai, Kawagware, Kitengela na barabara kuu ya Thika. Polisi wamelazimika kutumia mabomu ya machozi katika baadhi ya maeneo kudhibiti hali, huku serikali ikisisitiza kuwa haitaruhusu vitendo vya uvunjifu wa amani licha ya kuheshimu haki na ya maandamano. Katibu mtendaji Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Dr. Mwanahija Ali Juma amesema bado lugha ya Kiswahili inakabiliwa na ushindani mkubwa wa kukua kutokana na matumizi ya lugha za kigeni ndani ya nchi, hali inayohitaji mikakati imara ya kukikuza Kiswahili. Amesema hali hiyo inakifanya Kiswahili kushindwa kuongeza istilahi mpya na kuzalisha misamiati mingine ambayo inaweza kuzifanya Kiswahili kujitosheleza na kupiga hatua za maendeleo. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Ni kauli yake katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Dr. Mwanahija Ali Juma, aliyotoa kazi akizungumza na Channel 10 hapa ofisini kwake. Amesema bado zipo fursa zinaweza zikapatikana kupitia lugha adhimu ya Kiswahili. Kwa matumia lugha ya Kiingereza kwenye mkutano na wahusisha wageni na wenyeji, unakuwa unawanyima walio wengi kufahamu kinachozungumzwa. Lakini hata kama kuna wageni, njia muhimu ni wa kutumia kufanya tafsiri na ukalimani mbele ya wageni ili na wao waweze kujifunza kile kinachofanyika pale. Lakini pia tunakosa fursa nyingine muhimu sana. Aidha, katibu mtendaji Baraza la Kiswahili la Zanzibar anasema kwa muda mrefu Kiswahili kilikuwa kikabiliwa na changamoto katika makuzi yake, lakini miaka hivi karibuni Kiswahili kimeendelea kupiga hatua ulimwenguni. Kiswahili kutumika UNESCO imetangazwa hivi karibuni katika miaka hii mitano. Kiswahili kuwa na siku yake maalum katika hii miaka mitano. Lakini miaka ya mwanzoni huko 2020 tumegundua kuwa hata SADC Kiswahili kinatumika. Lakini viongozi wetu hawa wanahimiza matumizi ya Kiswahili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu imeshatangazwa kama lugha rasmi. Nikiripoti kutoka nje ya ofisi za Baraza la Kiswahili Zanzibar, Juma Kasim wa Channel 10. Shukran sana Juma Kasim kutokea huko visiwani Zanzibar. Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI imeanza zoezi la kuwafungia tembo kifaa cha kusukuma mawimbi ili kuwarahisishia kazi ya askari wa wanyamapori kubaini walipo na kuwarejesha maeneo ya hifadhi kabla hawajaleta madhara kwa wananchi. Tupate taarifa kamili. Wakizungumza katika zoezi hilo lilofanyika katika pori la Akiba Maswa, mtafiti mkuu wa TAWIRI Dr. Idi Lipembe na afisa wanyamapori wilaya ya Meatu Joseph Sikawa wamesema mpango huo umelenga kukabiliana na changamoto za tembo kuvamia mara kwa mara makazi ya wananchi wanaozunguka pori hilo. Na hii ni katika jitihada za serikali kupunguza migongano baina ya binadamu na wanyamapori hawa. Kama tunavyoona, ili zoezi ni endelevu na tunaendelea katika wilaya 8 hivi sasa hapa Tanzania. Tutaendelea katika wilaya ya Itilima, Bariadi, Meatu, Morogoro, Mvomero, Bagamoyo na Iringa. Chamwino pia naye tutafika. Hao wanyama wote ambao wako maeneo mbalimbali tutaendelea kuwafunga katika kuzuia migongano iliyopo kati ya binadamu na wanyamapori. Kipindi cha kiangazi na kipindi cha masika wanaingia mashambani na mazao yakiisha wanaingia mashambani, wanaingia majumbani. Kumekuwa na tembo wengi sana wakionekana mashambani hivi karibuni. Makundi mpaka 100 au zaidi. Tunashukuru serikali na hususani taasisi ya utafiti wa wanyamapori TAWIRI kwa kuja kutatua hii changamoto kwa mbinu ya kufunga tembo kusukuma mawimbi ili kuweza kufuatilia. Wananchi wa kata ya Mwandoya na kata ya Mwakisandu wameishukuru serikali kwa zoezi hilo ambalo linakwenda kuwa mwarobaini wa tembo kuharibu makazi yao na chakula ambacho kimehifadhiwa magarani. Kwa ajili ya tembo
limesababisha tukavuna mavuno kama haya tu, lakini nitashukuru kwa vyombo serikali ilivyofanya kutusaidia sisi wanadamu. Mimi hapa nilikuwa ninafanya ulinzi kama tunavyofanya siku zingine. Unalala hapa unakoka moto na wanaweza kukuua endapo usipokaa vizuri. Serikali na TAWIRI kwa kuungana pamoja kuja kutusaidia sisi wakulima, ni washukuru sana. Wameleta kifaa ambacho kitakuwa kinatusaidia wao, kinawaonyesha hao wanyama wako wapi, ili waweze kuwatambua wanaelekea wapi, wanaenda wapi, wanaenda kufanya nini, ili wanawafuatilia kwa urahisi. Inakuwa ni chepesi hata sisi kutoa taarifa. Joseph Ndau, Channel 10. Marubani wanne wa jeshi la wanamaji la Marekani wameokoka kifo baada ya ndege mbili za kivita aina ya EA-18G Growler kugongana angani wakati wa maonesho makubwa ya anga katika jimbo la Idaho, Marekani. Tukio lililotokea mbele ya mamia wa mashabiki waliokuwa wakishuhudia mbinu za kivita angani. Mashuhuda wamesema ndege hizo zilikuwa zikiruka kwa kasi kubwa na kufanya mizunguko ya karibu sana kabla ya kugusana ghafla, hali iliyosababisha mlio mkubwa na vipande vya ndege kutawanyika angani, huku moshi mzito ukionekana. Hofu iliyotanda eneo hilo, baadhi ya watazamaji wakikimbia huku wengine wakibaki katika mshangao mkubwa. Katika hali iliyowapa matumaini wengi, marubani wote wanne walifanikiwa kujinusuru kwa kutumia mfumo wa dharura wa kujirusha, huku miamvuli yao ya kujiokoa ikionekana wazi angani. Maafisa wa jeshi wamethibitisha kuwa marubani hao wako hai na wanaendelea kupatiwa matibabu kutokana na majeraha na mshtuko wa ajali hiyo. Baada ya tukio hilo, maonesho yote yalisimamishwa mara moja, huku uchunguzi ukianza kubaini chanzo cha ajali hiyo iliyozua mjadala mkubwa kuhusu usalama wa maeneo ya anga ya kijeshi nchini Marekani. Wanawake kote nchini wameaswa kuchangamkia fursa mbalimbali za kibiashara badala ya kuendelea kuwa tegemezi, ili waweze kujikwamua kiuchumi na kutokana na umasikini katika jamii wanazotoka. Ahmad Nanone ana taarifa kamili. Akizungumza mjini Moshi mkoani Kilimanjaro wakati wa ufunguzi wa jukwaa la wanawake wa ELCT and SACCOS, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kilimanjaro Jacqueline Senzige amesema wanawake wanapaswa kutumia fursa za ujasiriamali na kujiunga na vikundi vya kifedha ili kuongeza kipato. Mafunzo haya ni mwanzo wa safari. Ni jukumu letu kuhakikisha tunatumia maarifa haya kwa vitendo, na baada ya mafunzo msisite kuanzisha vikundi, kuendelea kushirikiana na SACCOS, kuendeleza mitaji yenye tija na kujenga uchumi wa familia na taifa kwa ujumla. Mwenyekiti wa ELCT and SACCOS Ana Makiao amesema jukwaa hilo limekuwa msaada mkubwa kwa wanawake kujifunza na kubadilishana uzoefu wa kibiashara. Waweze kutoa elimu za mara kwa mara kwa wanachama na kwa watu wao, ili waweze kujua jinsi ya kuweka akiba, kukopa hata na kurejesha. Na pia wajiunge na hizi taasisi za fedha, kwa sababu ndio zimekuwa ni uti wa mgongo ambao unaweza kutusaidia, na ndio kitu ambacho kinasaidia wamama wengi. Na kamwe tusichukue mikopo bila kuwashirikisha wenzi wetu, na hata ikiwezekana waambie pia na watoto. Hii itasaidia kuondoa migongano katika familia, au wakati mwingine unakopa, unaposhindwa kulipa, wanapokuja kuchukua zile dhamana, unaleta conflict katika familia. Kwa upande wake, mshauri wa maendeleo ya wanawake Hosiana Ndabagoye amesema jukwaa hilo linaendelea kuwainua wanawake kiuchumi kupitia elimu ya fedha na ujasiriamali. Linamtoa mwanamke kutoka hatua moja kwenda nyingine, kwa sababu tunafundishwa afya ya akili, tunafundishwa masuala ya malezi na familia, tunafundishwa masuala mazima ya uwekezaji. Washauri wanawake, jamani, wajiunge na SACCOS zilizosajiliwa kisheria. SACCOS za namna hii zinaepusha athari nyingi sana. Wanachukua fedha katika misingi mizuri,
Wanachukua fedha wakiwa wanaaminika, wanachukua fedha wakiwa wamepata utaratibu mzuri na elimu sahihi zinazohusu fedha. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Asante sana Ahmad Nandonde kwa taarifa hiyo, na mtazamaji unaendelea kufuatilia taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Muda mfupi tutarudi kwa ajili ya habari za biashara na uchumi.